Pigo kubwa sana kwa wafuasi wa kanisa la Global Revival Center Donholm Phase 5 Nairobi baada ya kifo cha mchungaji wa Prophet Elijah Edwin Osera ambaye amepoteza maisha yake kwa njia ambayo kwa sasa bado hatujabaini ni gani, kwa sababu bado haijatangazwa rasmi kilichofanya na kusababisha kifo chake. Lakini huyu mchungaji Prophet Elijah Edwin Osera ameonekana kuombolezwa na baadhi ya viongozi wa makanisa, huku pia wafuasi wake wakimomboleza sana na kusema this man has been promoted to another glory, na wengi wakimtaja kuwa kiongozi ambaye alikuwa amejitolea katika kazi ya Mungu. Kuna wale ambao wamesema kwamba aliwaongoza vyema katika huduma, wengine wakisema kwamba waliwashika mkono wakianza. Pia kuna wale ambao wamehudumu pamoja huku wakitiana nguvu, na pia zaidi nikisoma tu baadhi ya comment ambazo zimekuwa pale kwenye Facebook ni kwamba yale maneno yake Prophet Elijah yametajwa na baadhi ya wafuasi, baadhi ya viongozi wa kikanisa, baadhi ya wachungaji wakimtaja kuwa kiongozi na mchungaji aliyekuwa amejitolea katika kazi ya Mungu, kiongozi ambaye alikuwa anahudumu kwa haki na ukweli kabisa ambao unahitajika katika huduma ya Mungu, na pia zaidi kusema kwamba amekuwa akieneza injili kwa njia safi tena sana. Zaidi ya yote wameanza kuuliza, je, nani ataongoza kanisa la Global Revival Center kama alivyokuwa analiongoza? Kwa sababu kanisa hili la Global Revival Center Donholm Phase 5 limekuwa likikua kwa kasi tena sana, na pia zaidi limekuwa hudumia watu wengi katika eneo hile la Donholm, Umoja, watu wa Kayole, na pia watu ambao wanatoka pande za Embasava huko, Embakasi na maeneo mengine ambayo yanakaribia eneo hilo. Na ni kwamba pia katika mitandao amekuwa akihubiria watu. Sasa kilio ni kwa wale wafuasi wake kwa sasa wanaomboleza kifo chake Prophet Elijah Edwin Osera. Kutoka hapa meza yetu ya Newsbreak Kenya tunasema kwa hili Prophet Elijah Edwin Osera, nasema Mungu akuweke pahali ambako ulikuwa umejichagulia mwenyewe, na ni kwamba ni pigo kubwa sana katika huduma hii ya Mungu, jambo ambalo sasa bado haliaminiki kabisa. Lakini kwa yote tunasema poleni kwa familia, poleni kwa wafuasi, poleni kwa wachungaji, poleni kwa marafiki, mandugu na majamaa, kwani hii nayo sio kawaida.